Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tunashukuru sana kwa wale wote ambao waliitikia kuwa na semina leo kuhudhuria. Tunashukuru kwa waliohudhuria, lakini pia tunamshukuru Sheikh Msati ambaye yeye ametualika kwenye kituo chake hiki kinaitwa Darul Kauthar, ambacho ni kituo cha ilmu kuanzia ngazi ya safu awal mpaka mutawasita. Kwa hiyo inapatikana ilmu kwenye kituo hiki, na sisi leo tumefarijika kuja kwenye kituo kizuri namna hii na kufanya semina yetu nzuri. Lakini semina yetu ilikuwa ina mambo kadhaa. Ilikuwa kujifunza namna ya kuingia kwenye mfumo, kurudisha ritani za kwenye mfumo na ritani za kawaida, na kuandika barua ile ya utambulisho cheti cha ndoa kwa mashekh. Semina ilikuwa nzuri na watu wameonyesha utayari wa kuelewa, lakini pia takuwa ni jambo endelevu kadri siku zinakwenda, na tutapanga mpaka takapofikia mahala ambako mashekhe hamtopata shida na wala hatopata shida kwenye kuingia kwenye mifumo na kuomba vyeti vya ndoa. Baada ya kusema hayo, tunashukuru watoto waliohudhuria na tunashukuru yule ambaye alitoa sadaka yake kwa ajili ya chakula. Kwa Mungu amfanyie wepesi. Baada ya kusema hayo, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Katibu, kabla ya kumaliza, tunaomba tukuulize, maana kuna changamoto hizi za kuingia kwenye mfumo na kujaza taarifa, kuomba, kurudisha return. Zimekuwa ni changamoto ambazo wafundishaji ndoa mashekhi wengi wanapata tabu juu ya hilo. Je, tunatupa ahadi gani kama ni lini, kwa lini ambalo hili jambo litajirejea, utalifanya kwa awamu nyingine? Kwa sababu jambo ni endelevu, kadri tutakavyozidi kupata wasaa tunalipanga jambo letu na kuliendea kama tulivyopanga jambo hili. Kwa hiyo tutapanga kwenye mfumo mule, kwa sababu kwenye grupu lile tutaambizana na eneo na idadi ya watu, ili watu wahudhurie, tufanikishe ifike mahala kwamba changamoto hizi zisiwe nyingi. Mtu mwenyewe aone uvivu, amtumie mtu mwingine amsaidia au muombe kwa sababu ya uvivu, lakini sio kwa kutokujua. Tumesikia kuna utaratibu unataka kuanzishwa wa vyeti vya ndoa vya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kuweza kuwa na poto maalum ya kuweza kujulikana waliochukua vyeti hivyo na walioandikiwa taarifa kimsingi. Je, utaratibu umeshaanza au bado? Kwanza ule mfumo saizi ushakuwa tayari ambao ni BAKWATA wilaya Temeke. Tumeandaa mfumo wa vitabu vyote vya BAKWATA na mashehe wote ambao wako ndani ya wilaya ya Temeke wachukua vyeti kuanzia 2021 mpaka 2025. Mashehe wote orodha yao ishapatikana na vitabu vyao vyote walivyochukua vishapatikana. Kwa hiyo tutapeana pia semina namna ya kurudisha, lakini kupeana elimu kuona umuhimu wa vyeti vya BAKWATA, kwa sababu huwezi kupata cheti cha serikali kuna watu wengine hawawezi kupata kitabu cha cheti cha serikali bila kuwa na cheti cha BAKWATA. Kwa hiyo cheti cha BAKWATA ni muhimu sana na taarifa zake zinahitajika zilinde na zihifadhiwe. Lakini pia tumesikia kuna mfumo unaandaliwa, sasa sijui umekamilika au bado, kuhusiana na usajili wa madrasa, kujulikana sehemu ilipo, walimu pamoja na idadi ya wanafunzi. Taarifa hizi tumeambiwa kuwa zitakuwa katika poto maalum pia, ambayo mtu akiingia mtandaoni atakuwa na taarifa hizi. Ili nalo limefikia wapi au lipoje? Mfumo ushakuwa tayari. Kinachoandaliwa sasa hivi ni app ya kwenye simu, ili kuwarahisisha mashekhe na viongozi. Manake utaingia kwenye simu yako, utajaza utatia zile taarifa za msikiti wako, taasisi yako. Kwa hicho ndio kinachosubiriwa, lakini mfumo ushakuwa tayari, na ndio maana katika kuandaa hatua ya kwanza wa BAKWATA imetoa fomu kwa madrasa na misikiti yote ndani ya wilaya Temeke kwa ajili ya kukusanya zile taarifa na kuzingiza, ili tuwe na takwimu ya misikiti na madrasa ambayo iko ndani ya
wilaya yetu ya Temeke. Shukrani sana, shukrani. Tunakushukuru katibu kwa majibu haya mazuri, lakini pia tunakupongeza kwa utendaji uliotukuka. Asante. Naam, asalamu alaykum wa barakatuh. Huyu ni Sheikh Shawali Msati ambaye ni mudiru wa markaz ya Darul Kauthar iliyopo Pambagala Rangi Tatu, jirani na shule ya msingi Rangi Tatu, lakini pia ndo alikuwa mwenyeji wa semina ambayo iliandaliwa na imeisha hivi punde. Labda Sheikh Shawali, karibu na utueleze kidogo kuhusiana na mwenendo wa semina ilivyokwenda, lakini pia kituo hichi, lengo, makusudio, kuanzishwa kwake na mpaka sasa tumefikia tuna idadi gani ya vijana na makusudio yetu tufikie wapi? Karibu sana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kutuwezesha siku ya leo kwenda kukamilisha semina hii adhimu. Allah tubariki sote ambao tumehudhuria katika semina hii, wale ambao kwa namna moja nyingine wameshindwa kufika kutokana na dharura, Allah afanyie pesi dharura zao, na wale ambao wamefiwa Allah asamie maiti zao. Lakini shukrani zangu za dhati ziende kwa katibu wa wilaya Temeke Sheikh Mudhir. Wallahi, mara tu baada ya kuwasilisha lile jambo kwenye grupu pale la WhatsApp na kumuomba kwamba hii semina naomba ifanyike Mbagala Rangi Tatu kwenye madrasa yetu ya Darul Kauthar, wallahi hakuwa mzito, pale alikubali na tukaendelea na prosesi zingine ambazo siku ya leo alhamdulillah imekamilika semina hii. So kweli kimsingi semina ilikuwa azimu sana, na kutokana na umuhimu wake walipaswa wepo watu wachache kutokana na mazingira, lakini tumepata faida kubwa sana kiasi kwamba sasa nasi tunatamani au kutaraji ingekuwa maimamu wengi au walimu wengi wa madaris wakaweza kujua yale ambao sisi tumeyasoma siku ya leo. Kimsingi so kweli katika ujazaji wa kitabu hiki ama leseni ya ndoa na kurudisha zile certificate zile tunazojaza za ndoa, kuna changamoto ambazo kwa namna moja nyingine ni vyema uwe uso kwa uso, utaelekezwa, utaelewa, utauliza, utahoji. Kwa sababu gani? Kile ni kitabu cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni kitabu sio kweli kimetokana na sheria za ndoa za nchi yetu. Kwa kuna vipengele vya sheria vimewekwa pale, wewe unaweza kuona kama chepesi, lakini yule ambaye anatambua leo ndani atakudadavuliwa. Kwa nini hapa unatakiwa ujaze hivi na usijaze hivi? Na kwa nini pale ujaze vile na usijaze vile? Vinginevyo kusema kweli ndio maana tunakosea katika ujazaji. Kimsingi ukikosea katika kujaza inategemea, kama mtaalamu alisema, kosa linawezekana likawa la kwako au kosa likawa la yule aliyokupa data. Mfano, aliyeoa akakupa jina akasema akaharibu herufi moja katika herufi. Hapa huyo alooa cheti hicho kakiharibu yeye, atapaswa atoe pesa nyingine kuandikiwa cheti kingine. Lakini kama muozeshaji ni shekhe alipewa data zilizo sahihi, kisha yeye akaharibu herufi, cheti kile kikiwa kimeharibika, maana yake imekula kwake, atalazimika yeye shekhe kama shekhe sasa atoe cheti chake kumkabidhi huyo ambaye alimpa hizo data kamili. Kwa vitu kama hivi na lazima uwe katika semina kama hivi za kujifunza, ili mradi tufikie malengo yaliyowekwa na nchi yetu kwa ujumla. Ni jambo zuri kufanyika na naombe tena liwe endelevu, na tunakaribisha wakati wote. Tuna maeneo mazuri ya kuweza kufanya semina nzuri kabisa za utulivu. Karibuni sana Darul Kauthar kwa kuwaleta watoto wenu walisoma dini au masudara kuanzia ngazi ibtidaia mpaka mutawasita, vyote vinapatikaniwa, darasa za kina mama, darasa za watoto. Tunakaribisha sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kabla ya kuondoka shekhe, tukuulize, je, Darul Kauthar ina boarding, watoto wanalala hapa au ni kwenda na kurudi? Kwa sasa Darul Kauthar ni day, wanakuja na kuondoka, lakini tuna matarajio hapo mbele Mungu akipenda inshallah kuweza kuweka boarding inshallah. Wabillahi tawfik wa hadha. Assalamu alaykum wa barakatuh. Hii ndio almadrasa Darul Kauthar ambayo ina mazingira mazuri ya kuvutia, ina madawati, tiles na kila kitu ambacho kumfanya mtoto aweze kuenjoy, aweze kujifeel good, aweze kujifeel vizuri, kujisikia burudani. Lakini pia taaluma inayopatikana hapa ni kubwa. Kuna walimu wabobezi ambao
Sheikh Shawwal amewakusanya hapa kwa ajili ya kuwapa taaluma vijana wetu. Kwa hiyo mwenye kijana basi amlete hapa kiwa yuko mkoani wapi, japokuwa kwa sasa bado bodi haijaanza, lakini itakuwa na bodi. Kwa hiyo akiwepo kutoka mkoani wapi, tutakuwa unakaa naye, lakini anakuja na kusoma na kuweza kuondoka inshallah. Nafikiri hii chuo hiki kimekuwa ni mkombozi, maana hapo mwanzo watu walikuwa sana wanakwenda Abdullah ibn Abbas, japokuwa hivi sasa Abdullah ibn Abbas ipo, lakini sasa hivi imepandishwa ngazi na kuwa thanawi tu. Kwa hiyo hapa wanapokea ibtidaia mpaka watu wa mutawassit inshallah. Shukran alaykum wa ila huna tawaqqaf wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ndio ofisi ya walimu kama unavyoiona, na alhamdulillah tumeanza hivi Januari, na sasa tuko katika wiki ya pili sasa kwa ajili ya kuanza masomo ya mutawasita. Siku na saa yote tunaendelea kupokea wanafunzi, na hii hapa ndio ofisi ya mudiru mkuu, na hii ndio ofisi ya mudiru mkuu ambapo mambo yote mipango inafanyika hapa. Kwa hiyo inshallah hii ndio ofisi ya mudiru mkuu na ile ndio ofisi yetu ya walimu. Kwa hiyo tunakaribisha sana wazazi kuleta watoto wao kwa ajili ya masomo ya mutawasita inshallah kwa maeneo yetu haya ya Mbagala, maeneo ya Mbagala karibu na mwendokasi, karibu na kituo cha mabasi. Hata kama unatoka Mkuranga wapi unashuka kituoni, dakika 5 tunakoshafika katika kituo chetu hapa cha Darul Kauthar. Wewe njoo Mbagala 3 shule ya msingi karibu na serikali ya mtaa, kwenye stendi ya bajaji zinazokwenda Goroka, basi ukiuliza Darul Kauthar wapi au kwa Sheikh Shawwal wapi utakuwa umefika. Tunakaribisha sana kwa masomo mema ya dini, kumjua Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.